Kinachoendelea Mashariki ya Kati kule, Israeli imeishambulia Gaza na kusababisha maafa mazito. Wapalestina katika ukanda wa Gaza wanaendelea kuishi kwa hofu pamoja na mahangaiko makubwa kufuatia wimbi jipya la mashambulizi ambayo yanafanywa na jeshi la Israeli. Wakati idadi ya vifo ikikaribia kufikia watu takribani 1000 ndani ya siku 3 tu za mashambulizi huko Gaza, Israeli imesema usiku wa jana kuwa wanajeshi wake wamechukua tena udhibiti wa sehemu ya ukanda wa Netzarim ambao unatenganisha Gaza sehemu mbili za kaskazini pamoja na kusini, huku waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz akionya kwamba mashambulizi yataongezeka hadi Hamasi iwaachilie makumi ya mateka pamoja na kujiondoa kabisa katika eneo hilo. Jeshi la Israeli liliondoka katika ukanda wa Netzarim mwezi Januari kama ni sehemu ya awamu ya kwanza ya usitishaji wa mapigano ambayo sasa imefikia tamati, huku mazungumzo ya kurefusha mpango huo ama kuingia awamu ya pili yakionekana kukwama. Usitishaji huo wa mapigano uliwapa haweni japo kwa wakati mfupi wa Palestina ambao walichoshwa na vita vya zaidi ya miezi 15 na kuruhusu usambazaji zaidi wa misaada ya kibinadamu ambayo inahitajika humo Gaza. Wapalestina wametaja kuchoshwa na hali hiyo kama ambavyo anaelezea mmoja wa watu hao, na mnukuu, "Waache tu watuangamize, tupumzike madhira haya, tumechoka haya, tutaendelea mpaka lini? Ninawaambia Wayahudi wa Israeli yote kwamba tunataka amani na watu wetu wote wanataka amani." Katika upande mwingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio amesema kwamba ameshtushwa na kusikitishwa na vifo vya mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa kufuatia shambulizi la Israeli katika jengo moja huko Gaza na kutaka ufanyike uchunguzi kamili. Israeli imekana kuhusika na shambulizi hilo ambalo limewajeruhi pia wafanyakazi wengine 5 wa Umoja wa Mataifa, lakini ikasema kwamba itachunguza kwa makini tukio hilo. Msemaji wa UN amesema kwamba shambulio hilo huko Del Bahira limepelekea idadi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa ambao waliuawa huko Gaza tangu Oktoba 7 mwaka wa 2023 kufikia 280. Hayo yanajiri wakati Israeli imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi huko Gaza baada ya kukwama kwa mazungumzo ya amani. Wakati mashambulizi hayo yakiwa yanaendelea kule Israeli, kumezusha wasiwasi mkubwa, huku wana wa Israeli wakijua hatima ya ndugu zao takriban 20 ambao wanashikiliwa na Hamasi na ambao inaaminika kuwa bado wapo hai. Msemaji wa Hamas Abdel Lifa amesema kwamba hatua za hivi karibuni ni ishara tosha kwamba Israeli imejiondoa moja kwa moja katika mchakato wa amani na imeanzisha tena mzingiro wake pale Gaza. Maelfu ya raia wa Israeli wamemiminika mitaani siku ya jana kupinga sera pamoja na hatua za Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, wakisema kwamba anadhamiria kuidhoofisha demokrasia, huku wakimtaka jiuzuru na kumtaja kama ni mhusika mkuu ambaye anawezesha janga hilo ambalo limeanza mashambulizi ya Hamas toka Oktoba 7 mwaka wa 2023. Katika hatua nyingine, hali si shwari nchini Yemen ambako mashambulizi makali ya Marekani yameendelea katika eneo ambalo linadhibitiwa na waasi wa Kihouthi katika mji mkuu wa Sanaa pamoja na eneo la kaskazini magharibi mwa Sanaa, huku Rais Donald Trump akitoa onyo kali kwa waasi hao kuwa atawaangamiza na kuitaka Irani ambayo ndiyo mfadhili mkuu wa Houthi kusitisha uungwaji wake katika nchi hiyo. Hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Anneli amefanya ziara nchini Lebanoni na ametolea wito Israeli kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano kati yake pamoja na kundi la Hezbollah, huku akitaka kuviondoa vikosi vyake nchini humo. Waziri huyo ametoa kauli hiyo katika mji wa Beirut baada ya kukutana kwa mazungumzo na rais wa Lebanoni Joseph Aoun. Wakati hayo yakiwa yanaendelea kule upande wa Uturuki, pia mambo sio shwari. Polisi wamemshikilia Ekrem Imamoglu, meya wa Istanbul. Polisi nchini Uturuki wamemshikilia meya wa jiji la Istanbul na kiongozi mkuu wa upinzani kwa tuhuma za ufisadi pamoja na ugaidi, hatua ambayo imesababisha hasira kwa wananchi wa nchi hiyo. Kiongozi huyo wa chama kikuu cha upinzani cha CHP ndiye ni mpinzani mkuu wa Rais Recep Erdogan na amekamatwa, na kukamatwa kwake kunajiri siku chache tu baada ya chama hicho kutarajiwa kumtangaza kama ni mgombea wake katika
katika uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2028. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 53 amekuwa akilengwa na idadi ambayo inaongezeka ya kile wakosoaji wanasema ni uchunguzi wa kisheria ambao unachochewa kisiasa. Maelfu ya watu waliandamana licha ya uwepo mkubwa wa polisi. Gavana wa Istanbul amepiga marufuku maandamano yote kwa muda wa siku 4. Mamea kutoka katika miji mikuu kadhaa ya Ulaya ikiwa ni pamoja na Amsterdam, Paris, Milani, Barcelona, Rome, Corsi, Gates, Ubelgiji wamelaani vikali kukamatwa kwa meya huyo na kutoa wito wa kuachiliwa kwake mara moja.